Mheshimiwa Naibu Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa ndani ya bunge lako tukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, ninaomba kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu sasa lipokee, kujadili na kupitisha taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 24-25 na makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 25-26. Awali ya yote, ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana hapa siku ya leo tukiwa na afya njema ili kuweza kujadili taarifa ya utekelezaji ya 24-25, tathmini ya utekelezaji ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 kwa kipindi cha miaka minne na mpango wa bajeti ya mwaka 25-26 ambayo inagusa maisha ya wakulima kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee ninapenda kumpongeza kwa dhati Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutekeleza kwa kishindo ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020. Hakika utekelezaji huo umezingatia misingi ya mageuzi thabiti, ustahimilivu, kujali utu, uadilifu, upendo, usawa na maridhiano uliotokana na utashi wa kisiasa wa serikali ya awamu ya sita wa kufanya shughuli za maendeleo kwa ajili ya wananchi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa unyenyekevu mkubwa ninampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea wa nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25. Ninamwombea kwa Mwenyezi Mungu afya njema na matumaini yangu kuwa kutokana na mafanikio makubwa ya utekelezaji wa serikali ya awamu ya sita, wananchi wataendelea kumwamini na kukiamini Chama cha Mapinduzi kwa kumpa kura za ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu ujao. Mheshimiwa Naibu Spika, ninampongeza Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kuaminiwa na kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea mwenza wa nafasi ya makamu wa rais. Kutokana na umahiri na ushupavu wake, nina uhakika kuwa watakapopata ridhaa ya wananchi atamsaidia Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu yake ili kufikia malengo ya kuwaletea maendeleo wananchi. Ninamfahamu na wana CCM tunamfahamu uadilifu wake, umahiri wake, heshima yake kwa viongozi wake na wananchi, na kwetu sisi ambao ni waumini wa misingi ya kijamaa inayoamini katika soko la haki, tunaamini Mheshimiwa Rais amepata msaidizi sahihi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee kabisa ninamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea na kuniamini katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya CCM kupitia Wizara ya Kilimo. Ninamwahidi nitaendelea kutekeleza majukumu yangu kwa uadilifu mkubwa ili kufikia malengo yaliyowekwa na serikali na chama chetu cha Mapinduzi. Mheshimiwa Naibu Spika, ninampongeza na kumshukuru Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa mstari wa mbele katika kusisitiza kilimo endelevu kinachozingatia utunzaji wa mazingira, kuimarisha usalama wa chakula na kupambana na umaskini. Ni dhahiri kuwa utumishi wake serikalini umeendelea kuwa chachu katika kuchochea maendeleo nchini, na wengi wetu ambao tumefanya naye kazi akiwa waziri wa fedha na mipango na sasa makamu wa rais, ametupa somo muhimu sana katika uongozi. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuteuliwa na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea nafasi ya urais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, pia napenda kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Kassim Majaliwa mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kumshukuru yeye binafsi kwa kipindi chote cha uongozi wake. Vile ninampongeza kwa kuwezesha kuidhinishwa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu ambayo imetoa maelekezo ya msingi kwa Wizara ya Kilimo. Ninamhakikishia kuwa maelekezo yake yote yamezingatiwa katika mpango wa bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaishukuru ofisi yake kwa kuratibu mapitio ya programu ya kuendeleza kilimo ASDP2 ambayo yamechochea Wizara ya Kilimo kuandaa mpango kabambe wa mageuzi ya kilimo, Agricultural Master Plan 2050. Hivyo kuanzia mwaka ujao wa fedha, Wizara ya Kilimo inazingatia malengo hayo ambayo yametafsiriwa kwenye mpango kabambe wa mageuzi ambayo yataendana na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 pamoja na azimio la Kampala CADIB 2026-2035. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nitumie nafasi hii kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Doto Biteko, mbunge, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, katika kuendelea kusimamia utekelezaji wa mipango ya kilimo kwa kuhimiza uwekezaji katika utafiti na maboresho upatikanaji wa teknolojia za sasa ili kuongeza tija na uzalishaji katika kufikia malengo ya serikali.
Mheshimiwa Naibu Spika, ninampongeza Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani kwa kuliongeza bunge letu tukufu kwa weledi, ujuzi na ustadi mkubwa. Usimamizi wake umewezesha majadiliano ya bunge kuwa na tija katika kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi, na nampongeza kwa kutumia nafasi yake kuwatendea haki wa bunge pamoja na kuweka misingi imara ya majadiliano ndani ya bunge ambayo inajenga uwajibikaji wa pamoja na kutoa haki kwa pande zote. Ninampongeza kwa kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mbeya mjini, na kwa kuwa jimbo hilo limegawanywa sehemu mbili, na ninafahamu mapenzi yake ya kuwasaidia wakulima wengi wanaopatikana katika jimbo la Uyole. Hivyo sisi wakulima tunamwomba akagombee jimbo la Uyole. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile nakupongeza wewe mwenyewe pamoja na wenyeviti wa bunge, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge wa jimbo la Njombe mjini, Mheshimiwa Joseph Kizito Mhagama, mbunge wa jimbo la Madaba, na Mheshimiwa Najma Murtaza Giga, mbunge wa viti maalum, kwa jinsi mnavyoliongoza bunge letu tukufu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, ninashukuru kwa dhati kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara na Kilimo na Mifugo kwa ushirikiano, maoni, usimamizi, ufuatiliaji, miongozo mbalimbali kwa ajili ya kuendeleza sekta ya kilimo. Ninaahidi kamati kuwa maoni na ushauri wao umezingatiwa katika kipindi chote cha utekelezaji wa bajeti ya 24-25 na mpango wa 25-26. Hivyo imekuwa sehemu ya maendeleo na mabadiliko na majadiliano juu ya kujenga msingi imara. Mheshimiwa Naibu Spika, ninawapongeza wabunge wote kwa umahiri wenu mkubwa wa kuchangia mjadala inayoendelea katika mkutano wa 19 wa bunge hili. Tunafahamu kuwa huwezi kuongelea mabadiliko yoyote ya sekta ya kilimo katika nchi yetu bila kushukuru michango ya wabunge wote katika kuhakikisha mmechangia kwa kiwango kikubwa sana kuishauri serikali na kumtia moyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutafuta rasilimali kwa ajili ya kuwekeza katika sekta ya kilimo. Pamoja na kuwa safari bado ndefu, lakini kuna matumaini makubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee ninamshukuru ndugu yangu David Ernest Silinde, Naibu Waziri wa Kilimo, kwa ushirikiano anaonipatia katika kutekeleza majukumu ya kilimo. Kwangu binafsi, Mheshimiwa Naibu Spika, Silinde ni naibu waziri, ni rafiki na ni ndugu yangu. Nimhakikishie kama waziri na rafiki na ndugu yake kuwa Tunduma tutakuwa wote. Mheshimiwa Naibu Spika, ninamshukuru Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo ndugu Gerard Mweli, Naibu Katibu Mkuu Dr. Hussein Mohamed Omar, Naibu Katibu Mkuu Stephen Justin Nindi, pamoja na wakurugenzi wakuu wa taasisi, bodi na wakala zilizo chini ya Wizara ya Kilimo kwa ushirikiano wanaonipatia katika kutekeleza majukumu yangu. Mheshimiwa Naibu Spika, ninawashukuru sana watumishi wa Wizara ya Kilimo kwa kazi nzuri na ushirikiano mkubwa wanaotoa katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya wizara. Aidha, watumishi hao kwangu binafsi wamekuwa wasaidizi na washauri wazuri, na washukuru sana. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa namna ya kipekee ninawashukuru sana wakulima wote nchini kwa mchango wao mkubwa katika kuhakikisha nchi hii inakuwa na usalama wa chakula na kuongeza uuzaji wa mazao nje ya nchi. Kwa mantiki hiyo, msingi wa usalama wa taifa letu ni wakulima wa nchi hii, na serikali ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kulinda maslahi yao. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa dhati kabisa ninashukuru Wizara ya Fedha na wataalamu wote kwa ushirikiano wanaonipatia. Mheshimiwa Naibu Spika, ninatoa shukrani za pekee kwa wananchi wa jimbo la Nzega mjini kwa ushirikiano wanaoendelea kunipatia katika kipindi chote cha kuwawakilisha hapa bungeni. Aidha, ninawapongeza kwa ushirikiano wao katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali ambazo zinalenga kuleta maendeleo katika jimbo letu. Ninawashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya ya Nzega, mkuu wa wilaya yangu ya Nzega, madiwani, mkurugenzi na watumishi wa halmashauri ya mji wa Nzega kwa ushirikiano wao katika kipindi chote cha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Asanteni sana, tutakutana Julai. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii kumpongeza Profesa Mohamed Yakub Janabi kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani kwa kanda ya Afrika. Tunafahamu uchapaji kazi na utendaji wake wa kazi tangu akiwa mkurugenzi wa taasisi ya moyo, mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa ya Muhimbili na mshauri wa Rais katika masuala ya afya. Hakika tumepata mrithi sahihi wa nafasi ya mkurugenzi wa Shirika la Afya Duniani kwa kanda ya Afrika. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa msiba wa aliyekuwa makamu wa kwanza wa Rais
na Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Cleopa David Msuya. Hayati Msuya alikuwa kiongozi anayetambua kuwa maendeleo ya kilimo ni msingi wa maendeleo ya taifa, na alihakikisha sekta ya kilimo inapewa kipaumbele ili kufikia malengo ya uchumi endelevu na kupunguza umaskini. Hakika kama taifa tutamkumbuka kwa ujasiri wake, uongozi wake wenye busara na maono hali ya juu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya mzee wetu mahali pema peponi. Ninatoa pole kwa Mheshimiwa Rais, kwako wewe Mheshimiwa Naibu Spika na Spika, wabunge na Watanzania wote na familia kwa kuondokewa na aliyekuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani Kanda ya Afrika, Dr. Faustin Ndugulile, aliyekuwa mwananzengo na kijana mzaliwa wa wilaya ya Nzega. Daima tutaendelea kumkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika sekta ya afya, utumishi wa umma na uongozi wa kimataifa. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Ndugulile mahali pema peponi. Natoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki na watumishi wa Taasisi ya Utafiti wa Chai Tanzania kwa kuondokewa na aliyekuwa mkurugenzi wa Taasisi ya Utafiti wa Chai, Dr. Daniel Nyoki Mgori. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii ninayoisoma leo mbele ya bunge lako tukufu ni hotuba yangu ya mwisho kama waziri wa kilimo katika kipindi cha kwanza cha serikali ya awamu ya 6 kabla ya kwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hotuba hii imetoa taswira kwa ufupi wa hali iliyokuwa katika mwaka 2020-2021, tathmini ya maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020, hotuba na maelekezo mahususi aliyoyatoa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya bunge lako tukufu tarehe 22 Aprili mwaka 2021, ambapo alitoa vipaumbele na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 katika sekta ya kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, kipindi cha serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani, sekta ya kilimo ilikuwa inakabiliwa na changamoto zikiwemo uwekezaji mdogo wa fedha za umma katika kilimo, upatikanaji mdogo wa mikopo na kutokuwa na mfuko wa kuendeleza sekta ya kilimo, shughuli za kilimo kufanyika pasipo kutambuliwa katika mfumo rasmi, kupanda na kushuka kwa bei za mazao na pembejeo za kilimo kutokana na athari za kidunia na uhaba wa maafisa ugani na vitendea kazi. Usafirishaji wa mazao ya nje ya nchi kupitia bandari ya Dar es Salaam kuchukua muda mrefu, ambayo baadhi huharibika haraka kwa kutokupewa kipaumbele wakati wa kupakia kwenye meli. Ushiriki mdogo wa vijana na wanawake katika sekta ya kilimo uliosababishwa na ukosefu wa mitaji na umiliki wa ardhi. Uhaba wa miundombinu ya kuhifadhi mazao ya kilimo, ushiriki dhaifu wa mifumo ya masoko isiyo shindani, utegemezi wa baadhi ya mazao ya kilimo kutoka nje ya nchi ikiwemo ngano, sukari na mafuta ya kula uliotokana na uzalishaji mdogo ndani ya nchi na kutokuwepo mpango wa kuondoa tatizo hilo. Uwezo mdogo wa ndani wa kukabiliana na milipuko ya visumbufu vya mimea uliosababishwa na ukosefu wa vifaa vya kisasa ikiwemo ndege maalum ya kukabiliana na milipuko hiyo na kutegemea ndege kutoka mataifa ya jirani. Ukosefu wa maabara ya kilimo zenye ithibati, upungufu wa viwanda vya mbolea na upungufu wa wataalamu wa umwagiliaji, vitendea kazi na ofisi. Ukosefu wa mwelekeo imara wa kisera katika kuendeleza kilimo. Mfumo dhaifu ya ugharamiaji wa shughuli za kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, changamoto hizo ambazo tumezitaja ziliathiri sana watu wetu kuendelea kubaki kwenye umaskini na kufanya sekta ya kilimo iwe isiyovutia na kuwa isiyo rasmi. Pia changamoto hizo ziliathiri ukuaji wa sekta ya kilimo, mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi, kiwango cha usalama wa chakula nchini, upatikanaji wa mitaji na pembejeo za kilimo, tija na uzalishaji wa mazao ya kilimo. Maeneo mengine yaliyoathirika ni pamoja na mtandao mdogo wa miundombinu ya umwagiliaji na uwekezaji mdogo katika uzalishaji wa mbegu bora nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kifupi, katika mpaka kufikia mwaka 2020-2021, sekta ya kilimo ilikuwa imebaki kama sekta inayokwenda kwa kudra za Mwenyezi Mungu na jitihada binafsi za wakulima kutokana na uwekezaji hafifu sana na usio wa uhakika wa serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha utekelezaji wa awamu ya 6, ilani ya CCM ya mwaka 2020 ilielekeza Wizara ya Kilimo kupitia ibara ya 34A mpaka J, ukurasa wa 32 na 33, na ibara ya 37A mpaka D, ukurasa wa 36 mpaka 46 kutekeleza yafuatayo: 1. Kusimamia dhana ya ushirika wa hiari na wa kuwanufaisha wakulima na washirika chini ya usimamizi wa serikali na kulinda maslahi ya wakulima. Kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji, kuongeza tija na uzalishaji na kuimarisha utafiti, upatikanaji wa pembejeo za kilimo, huduma za ugani na zana za kilimo.
kuimarisha miundombinu ya uhifadhi wa mazao, upatikanaji wa masoko, kuwajengea uwezo vijana wa kujiajiri na upatikanaji wa mitaji, kuimarisha mfumo wa usimamizi wa kitaasisi na uratibu wa shughuli za kilimo. Ikumbuke kuwa tarehe 22 Aprili mwaka 2021, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alihutubia bunge lako la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alielekeza Wizara ya Kilimo kutatua changamoto ya tija ndogo, uzalishaji wa mazao, kuimarisha utafiti, uzalishaji wa mbegu bora, miundombinu ya umwagiliaji, upatikanaji wa pembejeo za kilimo, huduma za ugani, mitaji, uhifadhi wa mazao, kuboresha afya ya udongo na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa hatua na matokeo yaliyofikia hadi Aprili 25 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, bajeti ya Wizara ya Kilimo imeongezeka kutoka bilioni 294 hadi trilioni 1.248 mwaka 2024, sawa na ongezeko la asilimia 324. Ukuaji wa sekta ya kilimo umeongezeka kutoka asilimia 2.6 mwaka 2021 hadi asilimia 4.2 mwaka 2023. Aidha, ukuaji wa sekta unatarajiwa kufika asilimia 5 mwaka 25-26 na asilimia 10 mwaka 2030. Thamani ya mauzo ya mazao ya kilimo nje ya nchi imeongezeka kutoka dola bilioni 1.2 hadi dola bilioni 3.5 mwaka 2023-24, sawa na ongezeko la asilimia 195. Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani milioni 17.14 mwaka 2021-22 hadi tani milioni 22.8 mwaka 23-24, sawa na ongezeko la asilimia 33, na kufanya utoshelevu wa chakula kufika asilimia 128 dhidi ya lengo la asilimia 130. Uzalishaji wa mazao kama mahindi umeongezeka kutoka tani milioni 6.4 mwaka 2021-22 hadi tani milioni 12.26 mwaka 23-24, sawa na ongezeko la asilimia 91, na kuifanya Tanzania kuwa mzalishaji wa pili wa mahindi Afrika. Uzalishaji wa mchele umeongezeka kutoka tani milioni 1.746 mwaka 2020-21 hadi tani milioni 3.04 mwaka 23-24, sawa na ongezeko la asilimia 72. Uzalishaji wa mazao ya asilia ya biashara umeongezeka kutoka tani 898,000 mwaka 2021 hadi tani milioni 1.4 mwaka 23-24, sawa na ongezeko la asilimia 61. Uzalishaji wa korosho umeongezeka kutoka tani 220,000 hadi kufika tani 528,000, sawa na ongezeko la asilimia 150.6. Uzalishaji wa tumbaku umeongezeka kutoka tani 58,000 mwaka 2021 hadi kufika tani 160,000, sawa na asilimia 173, na kuifanya Tanzania kuwa mzalishaji wa pili barani Afrika. Uzalishaji wa miwa umeongezeka kutoka tani milioni 3.8 ambazo zilizalisha sukari tani 367,000 hadi kufika tani milioni 4.7 zilizozalisha sukari tani 431,000, ambao ni sawa na ongezeko la asilimia 17.1 na kwa asilimia 17.1 kwa ajili ya kufikia lengo la uzalishaji wa tani 700,000. Uzalishaji wa mkonge umeongezeka kutoka tani 36,000 hadi tani 61,000, sawa na ongezeko la asilimia 69. Uzalishaji wa kahawa umeongezeka kutoka tani 59,000 hadi tani 81,000, sawa na ongezeko la asilimia 37. Uzalishaji wa mbegu bora ndani ya nchi umeongezeka kutoka tani 30,000 mwaka 2020-21 hadi tani 63,000 mwaka 2024-25, sawa na ongezeko la asilimia 110. Uzalishaji huu umechangia kuongezeka kwa upatikanaji wa mbegu bora kutoka tani 44,000 mwaka 2021 hadi tani 79,000, sawa na ongezeko la asilimia 78. Uzalishaji wa zao la parachichi umeongezeka kutoka tani 149,000 hadi tani 195,000. Aidha, mauzo ya mazao ya parachichi nje ya nchi yameongezeka kutoka tani 26,000 hadi tani 35,000 mwaka 2023 yenye thamani ya shilingi bilioni 252. Uzalishaji wa mazao ya mbegu ya mafuta ya kula
umeongezeka kutoka tani milioni 1.7 hadi tani milioni 2.14 sawa na ongezeko la asilimia 25. Aidha, uzalishaji wa alizeti umeongezeka kutoka tani 478 mpaka tani milioni 1.21 sawa na ongezeko la asilimia 154. Uzalishaji wa ndani wa mbolea umeongezeka kutoka tani 1032 mwaka 2021 hadi tani 158,000 mwaka 2024-25 sawa na ongezeko la asilimia 394. Uzalishaji huo umechangiwa na kiwanda kipya cha kutengeneza mbolea cha Intracom katika mkoa wa Dodoma chenye uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 kwa mwaka. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha miaka mitatu, serikali imeweza kutoa ruzuku ya mbolea tani milioni 1.45 yenye thamani ya bilioni 708 kwa mazao yote. Hatua hiyo imewezesha kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kutoka tani 363,590 mwaka 2021 hadi tani 848,000 mwaka 23-24 sawa na ongezeko la asilimia 133. Aidha, matumizi ya mbolea kwa hekta yameongezeka kutoka kilo 19 hadi kilo 24 sawa na ongezeko la asilimia 26. Ongezeko la matumizi ya mbolea ni sawa na asilimia 48 ya lengo la KADIP la kilo 50 kwa hekta. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha kwa mara ya kwanza imewezesha kuanzishwa kwa mfuko wa maendeleo ya kilimo Agricultural Development Fund kupitia sheria ya fedha namba 344. Mfuko huo umeanza kazi Januari 25 kwa lengo la kuendeleza kilimo kwa kuimarisha bei za mazao zinaposhuka, kutoa ruzuku ya pembejeo za kilimo, kuimarisha miundombinu ya uhifadhi, utafiti, kuongeza thamani na shughuli zote za kuendeleza kilimo. Wizara imewekeza na kufufua kilimo anga kwa kununua ndege maalum kwa ajili ya kudhibiti visumbufu vya mimea na mazao na ndege nyuki 41 kwa ajili ya uchunguzi na udhibiti wa visumbufu kwa mimea na mazao. Wizara imeongeza uwezo wa miundombinu ya kuhifadhi chakula kutoka tani 251,051 hadi tani 776 sawa na ongezeko la asilimia 209. Mheshimiwa Naibu Spika, pia katika kipindi cha miaka minne tumepata mafanikio kwa kuboresha miundombinu ya utafiti, uzalishaji wa mbegu na huduma za ugani, uongezaji wa thamani na matumizi ya zana za kilimo, uzalishaji wa ajira zilizotokana na utekelezaji wa miradi ya kilimo, usambazaji wa pembejeo za kilimo kwenye mazao ya kimkakati, kuongezeka kwa utekelezaji wa miradi hii na kuimarika kwa ushirika. Kwenye eneo la miundombinu ya utafiti, tumekamilisha kazi ya ujenzi wa kituo cha udhibiti visumbufu National Biological Control Unit Kibaha, maabara ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania, maabara ya kuzalisha miche kwa njia ya tissue culture, maabara ya udongo ya TARI Mlingano na ununuzi wa mashine 2 za kukaushia mbegu na mitambo 2 ya kuchakata mbegu kwa wakala wa mbegu na maabara ya udongo ya mimea ya Triti. Tumenunua na kusambaza vitendea kazi kwa maafisa ugani, magari 44, pikipiki 6444, vipima afya vya udongo 143, vishikwambi 5426, visanduku vya ugani 1662 na kujenga nyumba za maafisa ugani 50. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la uongezaji wa thamani na matumizi ya zana za kilimo, tumenunua matrekta 500, matrekta madogo pawatila 800 kwa ajili ya kutoa huduma za kilimo. Tumekamilisha ujenzi wa kiwanda cha kusindika zabibu chenye uwezo wa kusindika tani 300. Tumekamilisha ujenzi wa kituo mahiri cha usimamizi wa mazao baada ya kuvuna kilichopo Mtanana mkoani Dodoma. Katika eneo la ajira zilizotokana na utekelezaji wa miradi ya kilimo, wizara imezalisha ajira za kudumu na za muda mfupi 1,108,000 kupitia programu na miradi mbalimbali za maendeleo ya kilimo, ikiwemo miradi ya uzalishaji na utafiti, ujenzi, ukarabati, usanifu, miradi ya umwagiliaji, programu ya Jenga Kesho iliyo bora na vyama vya ushirika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la usambazaji wa pembejeo za kilimo kwenye mazao ya kimkakati, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya yafuatayo: imewezesha upatikanaji na usambazaji wa viuatilifu vya korosho vya unga tani 1,900,000 na vya maji lita milioni 8.8 na mabomba ya kunyunyuzia 6,000 yenye thamani ya bilioni 556.7 kwa mpango wa ruzuku.
Imewezesha upatikanaji na usambazaji wa pembejeo za zao la tumbaku zikiwemo mbolea viuatilifu yenye thamani ya bilioni 607. Imewezesha upatikanaji na usambazaji wa pembejeo ya zao la pamba yenye thamani ya bilioni 325.36. Katika eneo la miundombinu ya umwagiliaji, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanikisha yafuatayo. Imeongeza miradi ya umwagiliaji inayotekelezwa kutoka miradi 13 mwaka 2021 hadi miradi 780 mwaka 2024-2025. Miradi hiyo yenye ukubwa wa hekta 543,366 inakadiriwa itagharamiwa kwa jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 340. Kukamilika kwa miradi 780 inayoendelea kutaongeza eneo la umwagiliaji kufikia hekta milioni 1.27. Imeongeza idadi ya vyama vya umwagiliaji kutoka 19 hadi 912. Imefungua ofisi 121 za wilaya. Imeajiri watumishi 344 na kununua vitendea kazi ikiwemo mitambo 30 na magari makubwa 17 kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji. Aidha, imenunua mitambo 18 ya uchimbaji wa visima kwa ajili ya umwagiliaji. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la maendeleo ya ushirika, serikali ya awamu ya 6 imetekeleza yafuatayo. Imeanzisha benki ya ushirika ya Tanzania kwa mtaji wa bilioni 58, kufungua matawi 4 katika mikoa na kuanzisha mawakala 58. Imeimarisha matumizi ya mashine za kidigitali yenye thamani zaidi ya bilioni 13. Imeongeza ajira katika vyama vya ushirika kutoka 100,000 mpaka 155. Imeongeza viwanda vinavyomilikiwa na vyama vya ushirika kutoka 267 hadi 331. Imehamasisha wanachama kuongeza akiba katika SACCOS kutoka bilioni 576 hadi bilioni 966 na kutoa mikopo kutoka yenye thamani ya trilioni 1.1. Imeimarisha usimamizi wa vyama vya ushirika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la maboresho ya muundo wa sheria, serikali ya awamu ya 6 imetekeleza yafuatayo. Imekamilisha kuandaa mpango wa kabambe wa mageuzi ya kilimo, Tanzania Agricultural Master Plan, ambayo inatoa dira ya kilimo katika kipindi cha muda mfupi, wa kati na mrefu. Imeanzisha shoroba 4 za kuendeleza kilimo kulingana na ekolojia za kilimo ambazo zitaratibiwa na ofisi ya mageuzi ya kilimo. Imefanya marekebisho ya sheria 5: sheria ya tasnia ya sukari, sheria ya tasnia ya korosho, sheria ya vyama vya ushirika, sheria ya pamba, sheria ya taifa ya umwagiliaji. Imeanzisha mamlaka ya afya ya mimea kupitia sheria namba 4 ya mwaka 2020. Imeanzisha mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko kupitia ya usalama wa chakula sura namba 249. Mheshimiwa Naibu Spika, jukumu kuu la msingi la COPRA ni kusimamia mazao yasiyo na bodi, yakiwemo mazao ya nafaka, mazao ya mikundekunde na mazao ya bustani na mazao ya mizizi. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kupitia bunge lako tukufu kuzitangazia rasmi tawala za mikoa na serikali za mitaa kuwa COPRA ina mamlaka kamili ya kisheria kusimamia maendeleo ya mazao hayo, kuratibu masoko ili kuhakikisha tunatimiza malengo ya kilimo biashara. Hivyo miongozo na kanuni inayotolewa na COPRA ya kuendeleza mazao hayo ni ya kitaifa na inapaswa kuzingatiwa, kuheshimiwa na kufuatwa kuleta tija kwa wakulima na wa taifa hili kwa ujumla. Mheshimiwa Naibu Spika, mchango wa sekta ya kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, mchango wa sekta ya kilimo unavyozidi kuongezeka kwenye pato la taifa, ndivyo watu wengi wanavyozidi kuajiriwa kwenye sekta ya kilimo. Hali hiyo sio tafsiri nzuri ya ukuaji wa uchumi nchini, na hii inatupa ulazima kama taifa kuendelea kuwekeza kwa matumizi ya teknolojia bora za kilimo kwa miaka 20 mfululizo ili kuwezesha watu wengi waweze kutoka mashambani na kuhamia kwenye sekta zingine ikiwemo viwanda na huduma. Mheshimiwa Naibu Spika, hii ni kutokana na ukweli kwamba uchumi wowote imara duniani huhamia kwenye kuongeza thamani ya mazao yake na kuuza nje ya mazao yaliyoongezwa thamani, na hivyo kutengeneza ajira nyingi viwandani na kwenye sekta za kutoa huduma. Kwa kipindi cha miaka 4 serikali ya awamu ya 6 imeanza kujenga msingi huo unaoendana na dira ya taifa na mpango wa maendeleo wa Agricultural Master Plan. Mheshimiwa Naibu Spika, hivyo ndivyo sababu Wizara ya Kilimo tuliamua kwa makusudi kwa kipindi chote hiki kufanya tathmini ya mikakati ya kilimo ikiwemo mkakati wa ASDP1,
ASDP2 na vyote kufutwa na kuamua mpango wa kutekeleza kilimo kuongozwa na Agricultural Master Plan, na hivyo kupelekea kupunguza ajira mashambani na kuongeza ajira viwandani. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 sekta ya kilimo imekuwa kwa 4.1 ikilinganishwa na lengo la 6.1. Imechangia 26% katika pato la taifa ikilinganishwa na lengo la 23%. Imetoa ajira 61% ikilinganishwa na lengo la 60%. Sekta ya kilimo kwa upande wa mazao ilikuwa kwa 4% ikilinganishwa na lengo la 5.7. Imechangia 16% kwenye pato la taifa ikilinganishwa na lengo la 12.3, na imeendelea kuchangia 100% ya upatikanaji wa chakula. Mheshimiwa Naibu Spika, takwimu hizo zinaashiria kuimarika kwa sekta ya kilimo kutokana na uboreshaji wa kuongeza kwa matumizi ya teknolojia za kisasa na uzalishaji wa mazao ya kilimo. Wizara itaendelea kutekeleza mkakati mbalimbali ili kuhakikisha ongezeko la upatikanaji wa malighafi kwenye sekta zinazohusika na usindikaji na uzalishaji wa bidhaa za kilimo. Kwenye eneo la chakula, Mheshimiwa Naibu Spika, uzalishaji wa mazao ya chakula umefika tani milioni 22 sawa na ongezeko la 11%. Utoshelevu wa chakula umekuwa na ziada ya jumla ya tani milioni 5. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inaendelea kutekeleza miradi 780. Kati ya miradi hiyo, miradi 125 yenye ukubwa wa hekta 237 ni ujenzi na ukarabati, ambapo miradi 12 kati ya hiyo imekamilika. Miradi 114 ni ya upembuzi yakinifu na ujenzi wa mabwawa yenye takriban mita za ujazo bilioni 1.18, ambapo kati ya hayo mabwawa 19 yanaendelea na ujenzi, mabwawa 2 yamekamilika. Aidha, mabwawa 28 yametangazwa kwa ajili ya ujenzi na mabwawa 65 yako katika hatua ya usanifu. Mheshimiwa Naibu Spika, vile miradi katika mabonde 22 yenye ukubwa wa hekta 306,000 ni ya upembuzi yakinifu na ujenzi. Upembuzi yakinifu wa mabonde 14 kati ya hayo yamekamilika na mabonde 8 usanifu unaendelea. Aidha, ujenzi wa skimu umeanza katika mabonde 3 kati ya 14 yaliyokamilika. Usanifu wa miradi 11 imetangazwa kwa ajili ya kupata wakandarasi. Mheshimiwa Naibu Spika, miradi hiyo ikikamilika itaongeza eneo la hekta 543 na kufanya eneo linalomwagiliwa kufika hekta milioni 1.2. Hali ya ushirika. Hadi kufikia mwaka Aprili 25, vyama vya ushirika vilivyosajiliwa vimefika 7,820 ikilinganishwa na 7,522. Kati ya hivyo vyama 76 ni vya upili, 4,500 ni vyama vya ushirika wa kilimo na masoko, AMCOS 2,100, chama kimoja ni shirikisho la vyama vya ushirika 1,075 ni vyama vinavyoshughulika na umwagiliaji, mboga, ufugaji, uvuvi, viwanda na madini. Mapato na matumizi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 wizara ilikadiria kukusanya jumla ya shilingi bilioni 7 kutokana na vyanzo mbalimbali. Hadi Aprili 25 kiasi cha shilingi bilioni 6 sawa na 86% ya makadirio kimekusanywa. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa 24-25 wizara ilikadiria kukusanya shilingi bilioni 3.6 kwa fungu 5 kutokana na vyanzo mbalimbali. Hadi kufikia Aprili wizara imekusanya bilioni 2.4 sawa na 66.7%. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 wizara iliomba kuidhinishiwa trilioni 1 bilioni 248 kwa mafungu yote. Kati ya hizo trilioni 1 bilioni na milioni 33 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, bilioni 215 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, hadi kufikia Aprili shilingi bilioni 664 sawa na 53% ya fedha zilizoidhinishwa zimetolewa. Kati ya fedha hizo bilioni 568 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo na shilingi bilioni 96 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 utekelezaji wake ilikuwa na vipaumbele 6, mikakati 27
na mwaka wa fedha 25-26 nitakayoomba itakuwa na vipaumbele 6, mikakati 31. Msingi wa bajeti wa miaka hii miwili ni kuendeleza miradi ambayo tumeanza kuitekeleza na kuanzisha katika maeneo ya kimkakati. Aidha, msingi wetu ni kufikia lengo la serikali ya awamu ya 6 kukua kwa 10% itakapofika mwaka 2030. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 vipaumbele ambavyo tulianza kuvitekeleza ni uzalishaji na tija, kuongeza ajira za staha kwa vijana na wanawake, kuimarisha usalama wa chakula, kuimarisha upatikanaji wa masoko, mitaji na mauzo ya nje, kuimarisha maendeleo ya ushirika, kuimarisha matumizi ya mifumo ya tehama. Vyote vimetekelezwa kwa kutekeleza mikakati 27. Mheshimiwa Naibu Spika, uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kwa 11.8%. Uzalishaji wa mazao ya asilia ya biashara umeongezeka kwa 20.8%, na uzalishaji unaendelea. Pia uzalishaji wa mazao ya bustani umefikia 83.5% ya lengo. Vile uzalishaji wa mazao ya mafuta umefikia 99.2% ya lengo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la utafiti na mbegu, katika mwaka wa fedha 24-25 wizara ilitengewa bilioni 40.7 kwa ajili ya utafiti, ugunduzi wa teknolojia, kukarabati na kujenga miundombinu ya utafiti. Hadi Aprili 25, shilingi bilioni 16 sawa na 39% ya fedha zilizoidhinishwa zimetolewa. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa hadi Aprili wizara kupitia TARI imetekeleza yafuatayo: imewezesha upatikanaji wa ithibati ya kimataifa ya maabara ya udongo na mimea iliyopo wilayani Mufindi. Ithibati hiyo itawezesha maabara hiyo kutambulika kimataifa. Usanifu umekamilika na zabuni ya kumpata mkandarasi imetangazwa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha sayansi za kibiolojia Bioscience Lab katika mkoa wa Morogoro. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya kuanza ujenzi wa benki ya mbegu Gene Bank umekamilika na zabuni kwa ajili ya kumpata mkandarasi wa ujenzi imetangazwa. Ujenzi wa maabara ya kuzalisha miche kwa njia ya chupa na maabara ya patholojia umefika 42%. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24-25 bunge lako tukufu liliidhinisha bilioni 44 kwa ajili ya uzalishaji na usambazaji wa mbegu na miche bora kwa mpango wa ruzuku. Hadi kufikia Aprili 25, bilioni 18 sawa na 41% ya fedha zilizoidhinishwa zimetolewa kwa ajili ya utekelezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, upatikanaji na usambazaji wa mbegu bora umefika tani 79,000 sawa na 99.6% ya lengo la kuzalisha na kuthibitisha tani 80,000 za mbegu dhidi ya mahitaji ya tani 128,000. Kati ya hizo tani 63,000 zimezalishwa ndani ya nchi na tani 16,000 zimeingizwa kutoka nje. Tani 700 za mbegu bora za alizeti na tani 500 za mbegu bora za ngano zenye thamani ya bilioni 17 zimesambazwa kwa wakulima katika maeneo mbalimbali kupitia mpango wa ruzuku. Tani 9,600 za mbegu bora za mahindi zenye thamani ya ruzuku ya bilioni 10.47 zimesambazwa kwa wakulima katika maeneo ya uzalishaji kupitia mpango wa ruzuku. Miche milioni 24.4 ya mazao mbalimbali imezalishwa na kusambazwa sawa na 51% ya lengo la kuzalisha miche milioni 47. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutaarifu bunge lako tukufu kuwa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba ya uzalishaji wa mbegu bora yenye ukubwa wa hekta 580 umefika 74%. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji kwenye mashamba ya mbegu yenye ukubwa wa hekta 3,000 umekamilika. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la utoaji wa ruzuku, serikali imeratibu upatikanaji wa mbolea na visaidizi vya mbolea tani milioni 1.2 sawa na 80.9% ya lengo, ambapo tani 542,042 za mbolea zenye thamani ya bilioni 182 zimesambazwa kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku na usambazaji unaendelea. TFC imeingia makubaliano na kiwanda cha Biotech Products kwa ajili ya kusambaza mbolea zisizo na kemikali zitakazozalishwa na kiwanda hicho. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa hadi Aprili 25 wizara imenunua ndege moja kwa ajili ya huduma za anga na udhibiti wa visumbufu vya mimea na mazao. Wizara kupitia bodi za mazao ya pamba, korosho na tumbaku imeratibu ununuzi na usambazaji wa viuatilifu ambavyo ugharamaji wake unatokana na zao lenyewe na tozo zinazotokana na serikali ambazo zinalipwa na wanunuzi. Aidha, imenunua viuatilifu vya pamba,
korosho na tumbaku vyenye thamani ya bilioni 266 kwa ajili ya kudhibiti visumbufu vya mazao. Katika eneo la umwagiliaji, Mheshimiwa Naibu Spika, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji ilitengewa bilioni 393 kwa ajili ya miradi 788 yenye ukubwa wa hekta 543. Naomba kulitaarifu bunge lako tukufu kuwa imekamilisha ujenzi wa skimu mpya 3 za Magurukenda, Sukuma na Tlawi zenye ukubwa wa hekta 850 na ujenzi katika skimu 60 umefikia wastani wa 52%. Imekamilisha ukarabati wa skimu 7 zenye ukubwa wa hekta 9,000 na ukarabati wa skimu 41 umefika wastani wa 60%. Imekamilisha ujenzi wa bwawa la Tlawi na ukarabati wa bwawa la Ulianyama yenye jumla ya mita za ujazo milioni 3.17. Aidha, ujenzi wa mabwawa 19 yenye ujazo wa mita za ujazo milioni 326 umefikia wastani wa 57%. Imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa mabonde 14 kati ya 22 ya kimkakati na upembuzi unaendelea wa mabonde 8. Aidha, ujenzi wa skimu 19 zenye ukubwa wa hekta 17,000 katika mabonde 3 ya kimkakati ya Mkomazi, Lukuledi na Mtambo umeanza na umefikia wastani wa 10%. Imekamilisha upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa skimu 98 kati ya skimu 527. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa bonde la mto Rufiji lenye ukubwa wa hekta 68,000 umekamilika na wakandarasi wamepatikana kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mabwawa mawili ya Mbakia Mtuli na Ngorongo. Mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa mradi wa Bugema Mara amepatikana na kandarasi ya ujenzi wa mradi wa bonde la Mtongono imetangazwa. Zabuni ya kumpata mshauri elekezi kwa ajili ya kufanya upembuzi yakinifu wa kutumia maji ya Ziwa Victoria na Tanganyika kwa ajili ya shughuli za kilimo imetangazwa. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango wa bajeti wa mwaka 25-26. Mheshimiwa Spika, Wizara ya Kilimo inawasilisha mpango wa bajeti wa mwaka 25-26 wakati taifa linaelekea kwenye uchaguzi mkuu na uzinduzi wa mpango wa maendeleo wa miaka 25. Mpango huu wa bajeti wa mwaka 25-26 umezingatia dira ya maendeleo ya mwaka 2025, mpango wa maendeleo wa taifa wa miaka 5 wa mwaka 2021 hadi 26, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020, sera ya taifa ya kilimo ya mwaka 2013, sera ya taifa ya umwagiliaji ya mwaka 2010 na sera ya maendeleo ya ushirika mwaka 2002. Mheshimiwa Naibu Spika, mpango umezingatia mpango kabambe wa mwaka 2050 Tanzania Agricultural Master Plan, mkakati wa ukuzaji wa kilimo Agenda 1030, mkakati wa kuongeza fedha za kigeni wa mwaka 2023 mpaka 28, maoni ya ushauri wa kamati ya kudumu za Bunge, maoni ya Baraza la Rais la ushauri wa usalama wa chakula na kilimo, wadau wa maendeleo na masuala mtambuko ya kijinsia. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26, wizara itaendelea kutekeleza vipaumbele 6 kuendelea na utekelezaji wa miradi iliyoanza mwaka 22-23, 23-24 na 24-25 na kuanza miradi mipya. Miradi hiyo inajumuisha miradi ya umwagiliaji, vituo vya zana za kilimo, upatikanaji wa pembejeo za kilimo, uhifadhi na uongezaji wa thamani, uanzishaji wa mashamba makubwa ya pamoja, uzalishaji, ujenzi wa masoko, utafiti huduma za ugani na utoaji wa ruzuku za pembejeo kwa kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa miradi katika mwaka wa fedha 25-26, wizara inalenga kuongeza ukuaji wa sekta ya kilimo kufikia 5%, kuongeza uzalishaji wa mazao ya kimkakati kutoka tani milioni 1.45 hadi tani milioni 2.2, utoshelevu wa chakula kufika 130%, thamani ya mauzo ya nje kufika bilioni 4 na kuongeza eneo la umwagiliaji kufika hekta milioni 1.2. Malengo hayo yatafikiwa kwa kutekeleza vipaumbele 6 na mikakati 30. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la kuongeza tija na uzalishaji, wizara kupitia TARI imepanga kutekeleza yafuatayo: kuendelea na ujenzi wa kituo cha bioscience katika kituo cha TARI Ilonga, kujenga benki ya taifa ya mbegu kutoka kituo cha TARI cha Siliani, kuendelea na ujenzi wa maabara za kuzalisha miche kwa njia ya chupa,
kuendelea na utafiti wa mbegu 56 za kuzalisha mbegu tani 566 za awali, kukusanya, kusafisha na kutunza mbegu 363 za mbegu za asili, kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji yenye jumla ya hekta 2120. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la usambazaji wa mbegu, wizara imepanga kutekeleza yafuatayo: kuongeza uzalishaji wa mbegu bora wa ndani ya nchi kufika tani 90,000 na kufanya upatikanaji wa mbegu kufika tani 105,000. Kuendelea kutoa ruzuku ya mbegu bora kwenye mazao ya kimkakati alizeti na mahindi tani 52,000. Kuzalisha na kusambaza miche milioni 64 ya mazao mbalimbali kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. Kujenga na kukarabati na kusimika miundombinu ya umwagiliaji kwenye mashamba ya mbegu yenye ukubwa wa hekta 4,063. Kwenye maeneo ya utoaji wa ruzuku, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga kufanya yafuatayo: TFRA itaratibu upatikanaji wa tani milioni 1.5 za mbegu za mbolea na kuzisambaza kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. Itanunua tani 200,000 za mbolea na tani 50,000 za chokaa mazao kutoka viwanda vya ndani. Naomba nirudie. Serikali itanunua tani 200,000 za mbolea na tani 50,000 za chokaa mazao kutoka viwanda vya ndani, na hili lengo ni kulinda viwanda vyetu vya ndani na kupunguza utegemezi wa kuagizaji mbolea kutoka nje. Mheshimiwa Naibu Spika, TFC itanunua tani 333,033 za mbolea na kusambaza kwa wakulima kwa mpango wa ruzuku. TFC itanunua ghala za Shireku na bodi ya pamba Tanzania zilizopo katika bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuanzisha kiwanda cha kuchanganya na kufungasha mbolea nchini. TFC itaanzisha kiwanda cha kuchimba, kufungasha na kusambaza chokaa mazao kwa ajili ya wakulima katika eneo la Visiga mkoani Pwani. Bodi ya korosho Tanzania kwa kushirikiana na Cooperative Joint Enterprise itanunua na kusambaza viuatilifu vya korosho lita milioni 3.8 na sulfa tani 30,000. Kununua na kusambaza viuatilifu vya pamba ekapak milioni 12 na vinyunyuzi 100,000. Bodi ya tumbaku kupitia TCJE itaratibu ununuzi na usambazaji wa viuatilifu vya tumbaku lita 183, pakti milioni 1.4 na chupa milioni 2.2. TPHPA itanunua na kusambaza lita 1,000 za viuatilifu vya parachichi aina ya copper sulfate kwa mpango wa ruzuku. TPHPA itanunua ndege moja na ndege nyuki 20 kwa ajili ya kunyunyuzia viuatilifu, kuanzisha vituo vya kilimo anga katika mkoa wa Mwanza, Dodoma na Mbeya. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la usajili wa wakulima na urasimishaji, wizara itaendelea na urasimishaji wa shughuli za kilimo kwa kusajili wakulima, kuwapatia kadi za kielektroniki na hati miliki wakulima 10,000 kwa njia ya ruzuku. Uwekezaji kwenye huduma za ugani. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itanunua magari 100, vishikwambi 3,000 na mavazi maalum ya utambulisho 5,000 na kuwapatia maafisa ugani na kuwajengea nyumba 50 kwa ajili ya maafisa ugani. Kuendelea na ujenzi wa miundombinu kwenye viwanja vya 88 vya Dodoma na Mwakangale Mbeya na kuanza ujenzi wa kiwanja cha Ipuli Tabora. Kujenga miundombinu ya Chuo cha Taifa cha Sukari Kidatu ili kuwa na hifadhi na hadhi ya kimataifa. Kuchukua na kukarabati vituo vyote vya kata vya rasilimali za kilimo ambavyo wizara ilivikabidhi kwenye halmashauri. Wizara itashirikiana na VETA na Kamatek katika uhaulishaji wa matumizi ya vituo vya rasilimali za kilimo vya kata katika kuhaulisha teknolojia za kilimo na kutoa mafunzo kwa wakulima na kukamilisha taratibu za uanzishwaji wa wakala wa huduma za ugani wa taifa na kuwa na afisa kilimo mratibu wa kata. Pia wizara itaanzisha mfumo wa huduma za ugani wa kidigiti ili kuwezesha upatikanaji wa huduma za ugani kwa sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, kupitia bunge lako tukufu, ninaomba kuzitaarifu halmashauri zote nchini zilizokabidhiwa World Resource Center na kushindwa kuzitumia kwa malengo yaliyowekwa ya kutoa mafunzo ya ugani kwa wakulima na kuzifanya kuwa ofisi za maafisa watendaji, waanze kuandaa ofisi hizo kwa ajili ya matumizi ya kilimo na kuzikabidhi Wizara ya Kilimo, na bajeti kwa ajili ya ukarabati imeshatengwa. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara kwenye eneo la upimaji wa afya ya udongo, wizara itaendelea na upimaji wa afya ya udongo na kuchora ramani za kidigiti katika maeneo ya vijiji, kununua mobile soil laboratory van kwa ajili ya kupima afya ya udongo, kununua na kusambaza soil scanner 43. Kwenye eneo la umwagiliaji, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imepanga ujenzi wa mabwawa ya Mbakia Mtuli na Ngorongo katika bonde la Rufiji yenye mita za ujazo milioni 57 zitakazomwagilia skimu yenye ukubwa wa hekta 64,000.
Ujenzi wa miundombinu ya umwagiliaji katika mabonde ya Mtongono na Bugwema yenye ukubwa wa hekta 22,000. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina na kuanza ujenzi wa mradi wa Ziwa Victoria na Tanganyika. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 5 na ukikamilika utaongeza eneo la umwagiliaji kwa hekta 300,000, mabwawa 52 ya umwagiliaji ambao utanufaisha mikoa 12, wilaya 69, kata 192 na vijiji 943. Ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umwagiliaji katika skimu 101 zenye ukubwa wa hekta 209,000. Ujenzi wa mabwawa 46 yenye ukubwa wa mita za ujazo milioni 813. Ujenzi wa skimu katika mabonde 14 ya kimkakati na kukamilisha upembuzi yakinifu wa mabonde ya 8. Kuendelea na ujenzi wa mabwawa 46 na kufanya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina kwa ajili ya mabwawa 65. Kuanzisha mfumo wa usimamizi wa mashamba ya Membe, Bugwema, Madibira na Lumpungu na kuhakikisha mashamba hayo yana hati na serikali inakuwa na uwezo wa kurudisha gharama za uwekezaji. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara itanunua shamba la Mbarali Estate lenye ukubwa wa ekari 6,437 na kuwapa fursa wakulima wadogo kutumia mashamba hayo kwa utaratibu utakaowekwa na serikali. Ninaomba kupitia bunge lako tukufu kumshukuru kwa dhati mwekezaji wa Highland Estate Limited kukubali kuachia shamba hilo kwa makubaliano maalum na serikali na wakulima ambapo kuanzia msimu ujao wa kilimo serikali itatoa utaratibu wa kutumia mashamba hayo. Vile vile Tume ya Taifa ya Umwagiliaji itajenga mabwawa mawili ya Dudumizi na Mambi katika wilaya ya Mbarali. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye eneo la zana za kilimo, wizara imeendelea kuhamasisha matumizi na umiliki wa zana za kilimo za kisasa kwa wakulima wadogo ambao wengi wao hawana uwezo wa kumiliki zana hizo kutokana na gharama kubwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kupitia bunge lako tukufu kutangaza rasmi kwamba wizara katika mwaka wa fedha wa 25-26 itatoa huduma za zana za kilimo ambapo wakulima watalipia huduma hiyo kwa bei ya ruzuku, subsidized mechanization services. Katika kutekeleza hilo tutafanya yafuatayo: 1, kuanzisha vituo 1000 vya kutoa huduma za zana za kilimo, kununua matrekta 10,000 na zana zote za msingi zinazohitajika kwa ajili ya kufanya kazi za mashambani, pawatila 10,000, mashine za kuvuna na mashine za kukausha na vifaa vyote muhimu vya zana za kilimo. Kuanzisha kituo kimoja cha kitaifa, National Mechanization Center, ambacho kitakuwa na zana zote za msingi kwa ajili ya kusafisha na kusawazisha mashamba ya wakulima, uchimbaji wa visima na mabwawa na kutoa huduma za mafunzo. Kutoa mafunzo kuhusu uendeshaji na usimamizi wa zana za kilimo kwa waendesha mitambo na wasimamizi wa vituo 500. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miaka 3. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kuendeleza ushoroba wa uzalishaji, wizara kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo itaendelea kuimarisha shoroba 4 za kuendeleza kilimo kulingana na ekolojia za kilimo. Shoroba hizo zitaendelea kuratibiwa na Ofisi ya Mageuzi ya Kilimo ATO kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kilimo, ikiwemo kusimamia matokeo ya afya ya udongo na kufanya tathmini ya kiuchumi na kujenga msingi wa utaalamu kwenye shoroba hizo. Wizara itaendelea kutambua juhudi zilizofanywa na SAGOT Center katika kutekeleza miradi ya kilimo. Hivyo SAGOT itakuwa sehemu ya AGOT chini ya usimamizi wa ATO. Mheshimiwa Naibu Spika, nitoe rai kwa wadau wa maendeleo kuendelea kushirikiana na Wizara ya Kilimo katika utekelezaji wa miradi ya kilimo kwa kuzingatia vipaumbele vilivyoainishwa katika mwongozo wa serikali, hususan Agricultural Master Plan ya mwaka 2050. Mheshimiwa Naibu Spika, katika eneo la uzalishaji wa mazao ya kibiashara, wizara imelenga kuongeza uzalishaji wa mazao ya asilia kutoka tani milioni 1.4 hadi tani milioni 2.2 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, zao la pamba. Katika zao la pamba, Mheshimiwa Naibu Spika, tumejiwekea lengo kufika tani 400,000, kahawa kufika tani 85,000, korosho kufika tani 700,000 na tumbaku kufika tani 200,000. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kufikia malengo hayo kwenye zao la pamba, wizara itajenga kongani ya pamba katika mkoa wa Simiyu kwenye eneo la ukubwa wa ekari 1000.
kuanzisha kiwanda cha kuchakata na kutengeneza pamba za hospitali na nyuzi kwa ajili ya kufungia tumbaku katika mkoa wa Simiyu. Hatua hiyo itapunguzia nchi gharama za kiasi cha dola za Kimarekani milioni 19.5 za kuagiza pamba za hospitali na nyuzi kwa ajili ya zao la tumbaku. Wizara itaanza majadiliano na Wizara ya Nishati kuanzisha ruzuku ya bei ya umeme kwa kongani ya pamba ili kupunguza gharama za uzalishaji. Wizara itaanza majadiliano na Wizara ya Fedha, Wizara ya Viwanda na Biashara na wadau wa pamba kutengeneza mfumo wa kukodi tax regime kwa ajili ya kulinda viwanda vya nguo zitokanazo na pamba iliyozalishwa ndani ya nchi ili kuweka vivutio vya kikodi na kuwapa motisha wazalishaji wa ndani zinazolenga kupunguza gharama za uzalishaji, kuimarisha bei ya pamba na kuwalinda wakulima. Bodi kwa kushirikiana na Tume ya Maendeleo ya Ushirika itaratibu ufufuaji wa jineri mbili zinazomilikiwa na Shireku zilizopo Muhunze na Uzogole. Kuimarisha kituo cha mafunzo ya wakulima cha Nyakabindi ili kuwezesha kutoa huduma za zana